Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wananisikiza na wale ambao wananitazama, kabla nianze, hebu niombe. Baba wetu ishie juu mbinguni, Jehova Mungu mwenye nguvu na mamlaka, niko mbele zako siku ya leo, tayari kujisalimisha kwako ili nitumiwe kama chombo. Nami Baba najiachilia kwako, unitumie jinsi upendavyo katika kunifundisha na kunielekeza. Zaidi pia namuombea yule ambaye ananisikiza na kunitazama, guza moyo wake akaweze kukutambua kwa kiwango kingine na kutembea katika njia na mapenzi yako, katika jina takatifu la Bwana wangu Yesu Kristo ninaomba na kuamini, amen. Mpendwa, leo hii naenda kuguzia kuhusu siku ya tatu katika neno ambalo limeandikwa katika Biblia. Siku ya tatu ni siku muhimu sana mbele zake Jehova. Kwanza kabisa tunaona wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri. Musa alinena na Farao akisema ya kwamba waachilie Waisraeli waende siku tatu kumwabudu Mungu wao. Hizo ni nguvu za siku ya tatu katika neno la Mungu. Pia tunaangalia katika Biblia, Hosea alitabiri akisema, Hosea 6:2, baada ya siku 2 Mungu atatufufua. Baada ya siku 3 atatusimamisha ili tuishi mbele zake. Umuhimu wa siku ya tatu. Na tukumbuke siku ya tatu hii pia ni kipengele muhimu katika taifa letu ambalo Mungu amenena kuhusu uvuvio mkuu zaidi ambao haujaonekana tangia kuumbwa kwa ulimwengu huu. Na haya ni majira hayo. Kwa hivyo pia tunaona katika Agano Jipya Bwana wangu Yesu Kristo anasema, hii inapatikana katika kitabu cha Luka 9:22. Mwana wa Adam atateswa na kukataliwa na wakuu wa dini na kuuawa, na baada ya siku ya tatu atafufuka. Bwana wetu Yesu Kristo pia alisisitiza kusema hivi, jinsi ambavyo Jona alikuwa siku 3 na usiku 3 ndani ya tumbo ya samaki, vivyo hivyo mwana wa Adam atakuwa chini ya moyo ardhi siku 3 na siku ya 3 atafufuka. Huu ni ukuu wa siku ya tatu. Vile vile tunaangalia katika kitabu cha Kutoka 19:10. Mungu ananena na Musa mlimani, anamwambia, enenda ukanene na wana wa Israeli na ukawatakase. Siku ya kwanza, siku ya pili, na waoshe mavazi yao. Kumbuka kuosha mavazi inasimamia kujitakasa na kuomba msamaha. Kuosha mavazi yao, na siku ya tatu mimi Mungu nitakuja chini ya mlima Sinai machoni pa wote ili kujidhihirisha. Mungu alijidhihirisha siku ya tatu. Kwa hivyo mbona fundisho hili Roho Mtakatifu amelileta? Kumekuwa na ufunuo mwingi kuhusu taifa hili, kuhusu mtembeleo wa majira haya. That is mtembeleo wa nyakati za mwisho, the outpouring of the Holy Spirit. Mtembeleo huu unaambatana sambamba na siku ya tatu. Kwa hivyo tujitayarishe na tuendelee kusikiza na kufuatilia zaidi kuhusu siku ya tatu, ambayo Roho Mtakatifu atatufunulia hivi karibuni kuhusu siku ya tatu. Tuko katika
siku hiyo ya tatu. Na tukumbuke tena, imeandikwa siku moja mbele za Mungu ni kama miaka 1000. Na wasikizaji, watazamaji, tumewahi soma katika mafundisho ya kidunia hii hesabu ambayo ilikuwa inafundisha kuhusu tens, ones, hundreds, thousands, 10,000s. Kwa hivyo Mungu anaposema siku moja ni kama miaka 1000, inamaanisha hivi: siku moja pia ni kama mwaka mmoja. Siku moja ni kama pia miaka 10. Siku moja pia ni kama miaka 1000. Kwa hivyo kuna ufunuo fiche, kuna ufunuo ambao uko mahala hapa mkuu zaidi, ambao wale ambao wanamtumainia Mungu, wale ambao wanatembea katika njia na mapenzi ya Bwana wangu Yesu Kristo, tukizingatia, tutajua nyakati za mtembeleo wetu. Tukipuuza, hili jambo litatujia ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alisema, laiti Yerusalemu wangejua majira ya mtembeleo wao. Asanteni. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru pia kwa ufunuo huo. Naomba endelea kutufunulia zaidi kwa ajili ya utukufu na ufalme wako Jehova. Asante. Asante hata kwa mtazamaji na yule ambaye amenisikiza. Mbariki na kumuongoza na kumhudumia ndani ya moyo wake. Katika jina takatifu la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.